Wana wa Ufalme, mimi ni Dr. Gordon Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo naomba tujifunze kuhusu roho 7 za Elohim na jinsi zinavyotenda kazi katika kujenga ufalme wa mbinguni hapa duniani. Watu wengi wamekuwa wakisoma katika katiba ya ufalme juu ya roho 7 katika Ufunuo, na kuna wengine katika dini wametafsiri maana zenye upotofu. Kwa hiyo ikafika wakati hamna hata mtu ambaye anajua nini hasa dhana nzima ya hizi roho 7 za Yahweh Elohim. Sasa kama ambavyo nimekuwa nikifundisha siku zote, ni ufalme wa Yahweh Elohim peke yake ndio unaweza kutoa tafsiri ya katiba ya ufalme, na sio viongozi wa dini au elimu za dini. Sasa leo nataka nikupe kwa upana tafsiri, fafanuzi itakayoweza kukusaidia na jinsi zinavyotenda kazi katika kuweza kuijenga dunia na kuifanya dunia kuweza kupanuka katika science na teknolojia. Na tukifungua katiba ya ufalme katika Ufunuo wa Yohana, ile sura ya kwanza mstari wa 4, inasema, Yohana kwa eklesia 7 zilizoko Asia, neema na amani kutoka kwa yeye aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, na kutoka kwa wale roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha kifalme. Unaweza kuona roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha kifalme. Na ukija tena Ufunuo wa Yohana 3:11 inasema, kwa malaika wa eklesia iliyoko Sardi andika, haya ndiyo maneno yake yeye aliye na zile roho 7 za Elohim na zile nyota 7. Unaweza kuona umetaja tena roho 7 za Elohim. Na tukienda tena katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 5 inasema, kwenye kile kiti cha kifalme palikuwa panatoka miali ya umeme wa radi na sauti zenye mwangwi. Mbele ya hicho kiti cha kifalme palikuwa na taa 7 zilizokuwa zinawaka. Anasema hizi ndizo roho 7 za Elohim. Kwa hizo taa 7 ndio roho 7. Kwa hiyo nitakupa fafanuzi ya kwa upana sana hizo taa 7 ambazo hata leo Waibrania wanazo katika moja ya simbo au alama ya taifa la Israeli. Walionayo ni hizi taa 7, inaitwa menora, yani kinara chenye taa 7. Lakini pia tukiangalia Ufunuo 5:6 inasema, ndipo nikaona kati ya kile kiti cha kifalme na wale viumbe 4 wanaoishi, na miongoni mwa wale wazee mwana-kondoo aliyesimama akiwa kama amechinjwa. Alikuwa na pembe 7. Alikuwa na pembe 7 na macho 7. Pembe 7 na macho 7. Anasema hizi pembe 7 na macho 7 zinawakilisha, anasema, ambazo ndizo zile roho 7 za Elohim zilizotumwa duniani pote. Zile roho 7 za Elohim zilizotumwa duniani pote. Kwa hiyo roho 7 zinawakilishwa na pembe 7 au macho 7 au vile vinara 7, lakini context ya uwakilishi ni namba 7, ni 7, sio pembe au macho au vile vinara, ila ile namba 7 ziko 7, na tutazijua ni kitu gani ambazo hizo roho 7 za Elohim zilitumwa duniani pote. Na roho hizi ni kitu gani? Sasa naomba nikuchambulie kwa upana. Roho hizi zilikuja na mfalme Yesu. Wakati mfalme Yesu anazaliwa, anakuja duniani, alikuja nazo, na Isaya alipewa ufunuo, wahi au revelation kuhusiana na hizo roho 7 ni kitu gani. Katika ile Isaya 11:1-2 anasema, chipukizi litatokea kutoka katika shina la Yese. Anazungumzia habari ya familia ya Yese, familia kina Daudi. Anasema chipukizi litatokea katika shina la Yese, kutoka mizizi yake tawi litazaa tunda. Unaweza kuona kwa kutoka katika uzao wa kina Yese, Daudi atakuja kuzaliwa, litazaa tunda ambaye atazaliwa huyo mfalme Yesu. Anazungumzia mfalme Yesu hapa, ndo tunda lenye ni mfalme Yesu linakuja duniani ili watu wapate kuweza kula matokeo ambayo ni mfalme Yesu, ndio tunda lenyewe. Lakini tunda lenyewe linatokea katika shina la Yesu, lakini chipukizi lake linatokea huko nyuma. Na
na hilo tunda ni mfalme Yesu. Sasa anaendelea mstari wa pili, Isaya 11 mstari anasema hivi, sasa hilo tunda ambayo mfalme Yesu ndio atakayekuja sasa duniani kwa mara ya kwanza, anakuja kuzirejesha hizi roho 7. Anasema atakuja, anasema hivi, anasema roho yawe atakaa juu yake. Kwa hiyo mfalme Yesu ndio alikuja na hizi roho 7 kwa mara ya pili, zilikuwepo duniani, lakini baada ya Adamu kupoteza ufalme zile roho zikapotea. Ndio maana unaona sayansi na teknolojia haikuwepo katika miaka yote ile, lakini baada ya mfalme Yesu kuja karne ya pili, unaweza kuona kuna mabadiliko ya dunia kuwa na ugunduzi wa sayansi na teknolojia, kwa sababu zile roho 7 zinakuja sasa. Na anasema sasa baada ya mfalme Yesu kuja, ndo anakuja na hizo roho 7. Anasema roho yawe atakaa juu yake, maana yake mfalme Yesu atakuwa na roho yawe kwa mara ya kwanza, anakuja na hizo roho 7. Ya kwanza ni roho yawe, anasema roho ya hekima, anasema na roho ya uelewa, yani ufahamu, understanding. Anasema roho ya ushauri, spirit of counsel. Anasema na roho ya uweza, spirit of might. Roho ya maarifa ni roho ya spirit of knowledge, na roho ya kumhofu yawe, ile spirit of the fear of the Yahweh. Unaweza kuona kwa hizi ni roho 7. Sasa watu wengi wanaweza wasielewe, lakini roho, unaposikia neno roho, ni tafsiri hasa pana au nyepesi, ni kitu kinachoendesha, yani ni kitu kisichoonekana kinaendesha kitu kinachoonekana, ndio maana inaitwa roho. Yani ni kitu hakionekani, lakini kinafanya kitu fulani kinachoonekana kuendeshwa. Kwa hiyo inaitwa roho, yani tunaita driving force. Kwa tunaposema roho, roho manake ni hidden driving force, ni force ya kuendesha kitu isiyoonekana, ndio maana roho. Kwa hiyo roho hapa imaanishi kuna nafsi fulani ya kiumbe, ni ile driving force, kwa sababu roho na nefesh ni vitu tofauti Kiebrania. Kwa hiyo hii ni hidden driving force, ni kitu kinachoendesha kitu kisichoonekana kinachoendesha kitu kinachoonekana. Huwa tunatafsiri kama roho Kiebrania. Sasa vitu visivyoonekana vinavyofanya maisha yenye ujazo yatokee duniani katika nyanja zote, ndio tunaita roho. Kwa hiyo vitu vinapofanya kitu fulani kinachoonekana kufanya kazi, cooperate, lakini kile kinachosukuma ile nguvu ya kutenda kazi yakionekani, hiyo ndio inaitwa roho. Kwa hiyo maana hizi zinaitwa roho 7, hazionekani lakini zinafanya vitu kutokea, ni driving forces, ni hidden driving forces. Zenyewe ndio zilizofanya science na teknolojia kuwepo duniani, zenyewe ndio zilizofanya unaona kunakuwa na ugunduzi mbalimbali. Watu wanagundua ndege, meli, wanagundua madawa, wanagundua operation tiba, wanagundua vitu mbalimbali. Zote hizo zinatokana na hizi roho 7, kwa sababu hizi roho 7 ndio ujazo na utimilifu wa maarifa ya kimbingu, ndio inayokuja kuleta ujazo na utimilifu wa maendeleo na ujazo wa maisha katika dunia. Sasa vitu vyote vya kisayansi na teknolojia katika nyanja zote duniani za maisha ni matokeo ya hizi roho 7, ili kuifanya dunia kupata maendeleo kama nchi mtoto ya kifalme ya mbinguni. Sasa hizi roho 7 ni ufafanuzi wake ni kama ufuatao. Tunaposema roho yawe, maanake ni kwamba ni spirit of Yahweh. Yahweh ni wenye nguvu wao, Elohim, wenye nguvu, watawala watatu. Sasa walikuwepo, wapo, wataendelea kuwepo, ndio maana inaitwa Yahweh Elohim. Kwa hiyo sasa hawa, tunaposema roho yawe, maanake ni uhusika wa wafalme hawa watatu, yani Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika ustawi wa dunia. Yani wenye nguvu, watawala, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, sasa wanarudi tena duniani kufanya kazi kama walivyokusudia mwanzo walipoiumba dunia. Wanarudi kufanya kazi, maana spirit of Yahweh inaingia sasa kuoperate duniani, ndio inaitwa roho Yahweh. Maana anakuja duniani, wanarudi kufanya kazi tena, serikali yao inafanya kazi duniani. Kwa hiyo tunaposema spirit ya Yahweh ni uhusika wa wafalme watatu katika ustawi wa dunia. Mbingu sasa inafanya kazi na dunia. Kwa hiyo mfalme Yesu alipokuja tu, alikuja na huyo roho Yahweh ili kuja kurejesha ufalme na kuweza kuifanya mbingu, serikali ya mbinguni kuanza sasa kuilivia tena kuendelea kufanya kazi na nchi mtoto ya dunia kwa watoto wao raia wa ufalme. Kwa hiyo roho Yahweh ni uhusika wa wafalme watatu katika ustawi wa dunia. Mbingu inafanya kazi. Kwa hiyo dunia haiwezi kufanya kazi au kupata matokeo bila mbingu. Na mbingu, unaposema mbingu, ni serikali inaundwa na wenye nguvu, watawala watatu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wanarudi kufanya kazi duniani. Maana yake tunasema roho yao inatenda kazi, maana yake hidden driving force yao inafanya kazi, ndio roho yao. Roho ya pili ni roho ya hekima au spirit of wisdom. Roho ya hekima. Hekima ni nini? Wisdom. Hekima ni application of right knowledge.
unapokuwa na taarifa sahihi alafu ukaielewa taarifa sahihi, unapoitumia, unapoingiza kwenye application, kwenye kuifanyia kazi, kinachozaliwa ni wisdom. Hekima ni matokeo ya kufanyia kazi taarifa sahihi, kwa kinachozaliwa ni wisdom. Kwa hiyo matokeo ya science ni teknolojia. Kwa hiyo right information ndio inazaa teknolojia, unaweza kuona. Kwa hiyo unaweza kuona mambo yote duniani yanayofanyika unapotumia duniani watu wanapotumia taarifa sahihi ili kupata matokeo, ndio inaitwa hekima. Katika eneo lote ni hekima, wisdom ndio imezaliwa pale kitaalamu. Kwa hiyo kwa lugha ya kitaalamu tunaita ndio teknolojia yenyewe imezaliwa pale, kwa sababu unaposema science ni laws, principles, theories, ila unapotumia zile laws, principles ikazaliwa, kinachozaliwa ni teknolojia, ndio wisdom wenyewe. Kwa hiyo roho hekima ni matumizi sahihi ya taarifa sahihi. Kwa hiyo imeingia duniani sasa, watu baada ya kutumia taarifa za uongo za shetani ili kupata uharibifu, sasa kwa mara ya kwanza dunia ina experience taarifa sahihi na inatumia taarifa sahihi ili ipate matokeo sahihi. Hekima ya kimbingu inashuka na kutenda kazi duniani. Na roho uelewa au spirit of understanding, moja hapo ya sifa moja kubwa sana ya baba yetu wa mbinguni ni understanding, uelewa. Ndio maana baba wa mbinguni asingekuwa muelewa wote tungekuwa tumekwisha duniani, tumengeharibika. Utakuta kuna mtu anafanya kitu fulani kile baba anaelewa. Baba ni muelewa katika kila jambo, anaelewa kwa sababu yeye anaunganisha knowledge ya nyuma, ya sasa, mbele. Ndio maana anaelewa, ndio maana anaweza kukuvumilia kwa sababu yeye ana understanding kubwa. Lakini kuna jambo fulani akifanya mwanadamu zake akimwona, wanadamu wengi si huwa hatuelewani, ngumu, hatuna uelewa kwa sababu tumekopi ile mindset ya kishetani. Lakini sasa Kristo ametuletea roho ya uelewa ambayo alionayo baba yetu Yahweh Elohim. Kwa hiyo ndio maana hii imeshushwa duniani, watu wawe waelewa, wanaelewa vitu. Yani akiona kitu fulani anaelewa, ndio maana ukimkuta mtu fulani mbishi, mtu huyo manake hana spirit of understanding, mtu huyo hawezi kupata matokeo. Watu wote wabishi huwa hawafanikiwi. Watu wanaoelewa, watu wenye understanding, akiambiwa kitu anaelewa, huwa ndio wenye matokeo, na ndio sifa kubwa ya baba yetu wa mbinguni. Na ndio maana hii imeletwa ili tuwe na understanding. Ukijifunza kitu fulani una understand ili upate matokeo. Spirit of understanding, uelewa. Lakini roho ya shauri ni matumizi, spirit of counsel ni matumizi ya maelezo sahihi ili kufanya jambo sahihi. Yani ukipata maelezo sahihi na yani maelezo sahihi yanakufanya uweze kufanya jambo sahihi, na maelezo sahihi ndio inaitwa ushauri. Counsel yote, ukipata counsel, ushauri mara nyingi unakufanya uweze kupata taarifa sahihi ili uweze kufanya jambo sahihi. Ndio maana dunia haitaka kukosea kama hii roho itatenda kazi, maana mfalme Yesu amekwisha kuja, amerejesha ufalme, amekuja na hii spirit of counsel. Ndio maana saizi hatupaswi kukosea kwa sababu tayari tuna spirit of counsel. Maana tuna uhakika wa kupata taarifa sahihi, tuna uhakika wa kupata ushauri sahihi, maelezo sahihi ili tuweze kufanya mambo sahihi. Kwa hiyo dunia inayo sasa hiyo spirit inatenda kazi. Lakini roho uweza ni spirit of might. Sasa wanadamu kabla walipopoteza ufalme ulipopotezwa duniani, tulikuwa hatuwezi, vitu vingi vinatushinda. Lakini sasa mfalme Yesu amekuja tena kutulejeshea ufalme, maana yake amekuja na hii spirit of might, roho ya uweza. Maana yake sasa tunaweza kila jambo, tunaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Kwa hiyo watu sasa ile roho inatufanya sisi kuweza mambo yote kwa msaada wa serikali ya mbinguni. Ndio maana duniani hakuna jambo ambalo linatushinda, kwa sababu kila kitu kimeweka chini ya mamlaka yetu kama watawala. Kwa hiyo tunakiweza kila kitu. Ndio maana usije ukakubali kwamba eti nimeshindwa. Sisi hatushindwi, sisi tunashinda kwa kishindo. We conquer overwhelmingly, kwa sababu tunaye roho, spirit of might, ile driving force ya kuweza. Lakini pia kuna roho ya maarifa, inaitwa spirit of knowledge. Knowledge ni taarifa. Sasa kwa context ya hapa, dhana ya hapa ni hii tunazungumza, ni taarifa sahihi, right information. Knowledge ni right information, taarifa sahihi. Dunia saizi haitaki kuingia kwenye dini na madhehebu, hatutaki kungangania dini, madhehebu, hatutaki kungangania mila potofu au elimu mbovu. Tunatakiwa tupate elimu sahihi, maarifa sahihi, kwa sababu tayari mbingu imeachia roho ya kutupa access na zile, ili tupate zile right information. Kwa hiyo dunia saizi ipo chini ya right information. Kwa hiyo ni nzuri tukaingia kwenye elimu ya ufalme ambayo ndio taarifa sahihi. Lakini pia roho wa saba ni roho ya kumhofu Yahweh. Maana yake ni kwamba wanadamu
wanakuwa na uwezo wa kutambua nguvu na mamlaka ya serikali ya wafalme hao watatu wanaofanya kazi serikali moja. Manake tunakuwa tuna hofu kwamba tunatengeneza, tunakuwa hofu ni ya kumhofu yao ni kuwa na ile accountability kama watoto tukiwa na baba yetu, kwamba tunakuwa na hofu kwamba tuna baba, chochote kile ambacho kinyume na baba yetu tunakuwa na hofu ya kufanya ubaya, kwa sababu tunakuwa na accountable na baba yetu. Baba yetu anakuwa kwetu sisi kama anatupa uwajibikaji, tunawajibika kwake. Kwa tuna mtu ambaye tunawajibika kwake. Ukiwa na mtu unayewajibika kwake, mara nyingi lazima uwe na ile fear, lazima uwe na fear. Kwa hiyo sisi tuna fear of Yahweh, ambayo tuna hofu kumkosea baba yetu, kwenda kinyume na serikali yake, kwenda kinyume na sheria na taratibu za ufalme wake. Kwa hivi vyote duniani saizi vimemwagwa. Ndio maana unaweza kukuta mtu hajawahi kuingia hata kwenye kanisa popote pale, lakini unakuta ana hofu kufanya makosa, kwa sababu ile spirit, ile roho ya kuhofu Yahweh imekuwepo, inatenda kazi, imemwagwa. Ndio maana hii sasa roho Yahweh, roho ya hekima, roho ya uelewa au ufahamu, understanding, roho wa ushauri, spirit of counsel, roho ya uweza, spirit of might, roho ya maarifa, spirit of knowledge, roho ya kumhofu Yahweh, spirit of fear of the Yahweh. Unaweza kuona hizi ndio zimemwagwa, ndio zinazoleta sasa haya maarifa yote, taarifa sahihi, uelewa, ndio zinazoleta hii science na technology. Watu wanagundua laptop, wanagundua kompyuta, watu wanagundua microphone, watu wanagundua vitamin, watu wanagundua uboreshaji wa vyakula, watu wanagundua sayansi na teknolojia za kila namna, kwenye nyanja ya matibabu, kwenye siasa, kwenye jamii, kila kona. Hizo zote ni matokeo kwamba zile roho zimetoka mbinguni, zimemwagwa kwa ajili ya kutupa ustawi wa maisha yetu hapa duniani. Hilo ni muhimu kuelewa. Sasa roho hizi 7 zilikuwepo duniani tangu kuumbwa kwa dunia. Adamu aliumbiwa. Ndio maana Adamu alipokuwa bustanini tu pale, alipewa kuwapa majina wanyama, aliweza kuwapa majina vile vile kama babake alivyokusudia, kwa sababu ya hizi roho 7. Baada ya Adamu kupoteza ufalme, roho hizi 7 zikasimama kufanya kazi, hata kuwafanya watu kufanya vitu vingi kwa jasho na nguvu sana. Watu wakaanza kula kwa jasho, kupata ugumu sana, kwa sababu hakuna revelation ya kimbingu. Roho 7 hazifanyi kazi. Ndio maana kulikuwa na mateso makali sana kutoka baada ya Adamu kupoteza ufalme mpaka kuja kwa mfalme Yesu. Lakini baada ya mfalme Yesu unaweza kuona kwamba kuna mabadiliko makubwa sasa ya sayansi na teknolojia. Kuanzia karne ya kwanza mpaka karne ya 21, maana kumefanyika mapinduzi makubwa sana ya sayansi na teknolojia na ugunduzi wa vitu, kwa sababu ya zile roho 7 Bwana Yesu alikuja nazo kuzileta, zileze kutusaidia duniani kwa ajili ya kuifanya dunia iweze kuwa na maendeleo ya kisayansi na teknolojia. Hasa miaka 2000 iliyopita, baada ya mfalme Yesu kurejesha ufalme kwa kazi aliyoifanya msalabani, roho 7 zikatumwa duniani tena, maana alikuja nazo kama vile ambavyo katiba inasema katika Isaya 11:1-2, anasema chipukizi litatokea kutoka katika shina ya Yese, kutoka mizizi ya tawi litazaa tunda, ambayo kutoka katika familia ya Yesu kina Daudi, tuseme kabila la Yuda, kwa kina Yuda ndio ukaja kumzaa baadaye Yesu Daudi, mpaka kuja kuleta mfalme Yesu. Sasa huyu tunda lenyewe ni mfalme Yesu, ambaye anakuja na roho Yahweh atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya uelewa, roho ya shauri, roho ya uweza, roho ya maarifa na roho ya kumhofu. Hizi ndo alikuja nazo mfalme Yesu kuturejeshia tena duniani, ili tuweze kufurahia maisha na kula bata na kuweza kugundua mambo mengi duniani yatusaidie. Ndio maana gunduzi nyingi za sayansi na teknolojia za kutisha zilifanyika baada ya karne ya kwanza, yani ndani ya miaka 2000 iliyopita, kwa sababu tayari ziliruhusiwa kwa kazi aliyofanya mfalme Yesu pale msalabani. Na nitakupa katika masomo ya mbeleni, nitakupa ile sherehe iliyofanyika kumsimika mwanadamu rasmi kama mtawala, ndio akakabidhiwa hivyo vitu. Sasa ukiangalia Ufunuo wa Yohana 5:6 anasema, ndipo nikaona kati ya kile kiti cha kifalme na wale viumbe 4 wanaoishi, na miongoni mwa wale wazee, mwana kondoo amesimama akiwa kama amechinjwa. Alikuwa na pembe 7 na macho 7, ambazo ndizo zile roho 7 za Elohim zilizotumwa duniani pote. Hizi roho zimetumwa duniani kote, zinatenda kazi. Ndio maana unaona kina watu mbalimbali wanagundua vitu, na kina Alexander Bell kisimu, watu wagunduzi kama kina waligundua Microsoft, hawa kina Bill Gates, zote zile matokeo ya roho 7. Elon Musk wanafanya magari, zote teknolojia ni zile roho 7 zinatenda kazi duniani, ni roho 7 za Yahweh, ili kumrahisishia mwanadamu kuweza kupata ustawi wa maisha. Na unabii ulitabuliwa na Danieli miaka ya nyuma. Danieli anasema katika ile Danieli 12:4, anasema, lakini wewe Danieli, yafunge na kuyatia muhuri maneno ya kitabu hiki mpaka wakati wa mwisho. Unaposema wakati wa mwisho,
unaweza kuona ni kipindi kile ambacho mfalme Yesu alipokuja kwenda mpaka tunapoelekea mpaka mwisho. Hizi zote tunaita ndio nyakati za mwisho wa dunia hii ya sasa hivi. Ndio anasema lakini wewe Danieli afunge na kuyatia muhuri maneno ya kitabu hiki mpaka wakati wa mwisho. Anasema wengi watakwenda huku na huku na maarifa yataongezeka. 12 anasema na maarifa yataongezeka. Kwa alikuwa anatoa unabii juu ya hizi roho 7 zinazokuja kuleta maarifa kwa ajili ya kuweza kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri, sehemu yenye ustawi. Watu sasa wanakwenda kwa wepesi, badala ya kufua kwa mikono watu wanafua kwa mashine. Baada ya kuhangaika chakula, watu wanahangaika uboreshaji wa kufuga kisasa na baada ya kuhangaika vifo vya kuzaa kwa kawaida, kuna teknolojia ya kufanywa operation, unaweza kuona. Kwa hiyo teknolojia zimekuwa kubwa sana, imepanda sana kwa sababu ya hizi roho 7. Ndio maana kila raia ufalme anapaswa kulielewa hili ili naye awe miongoni mwa kuanza kuzitumia hizi roho 7. Ndio maana unapokuwa na tatizo fulani, jambo fulani, hebu ita hizi roho 7 zifanye kazi na wewe ili uweze kuiletea dunia matokeo katika jina la Baba yetu Yeshua Mashiach, yani Yesu Kristo. Baba wa mbinguni awabariki sana. Kama una swali basi utapiga simu kwa namba 0762 69468. Nitapokea Balozi wa Ufalme Dr. Gunewe, na moja kwa moja basi tutaingia kwenye ujazo na utimilifu wa maarifa tuliokusudiwa ili tuweze kupata maisha yenye ujazo na utoshelevu kupitia hizi roho 7 zinazotenda kwa kasi kubwa sana duniani. Asante sana.